Uliingiaje kwenye biashara ya simu na ilikuwaje hapo mwanzoni? Story ni ngumu katika utafutaji na kupambana. Kikubwa ni kuheshimu kile ulichokuwa nacho, ndio kinaweza kukupusha katika hatua ya utafutaji. Kwa kikubwa pia vijana wenzangu tu ni kuheshimu kile ulichokuwa nacho na kuheshimu pia pesa, ndio inaweza kufanya kuvuka hatua moja kwenda hatua nyingine. Yeah. Ilikuwaje pale mwanzo? Yaani wakati ndo unaanza sasa, ndo nimeanza yani kuweka mzigo wa simu hapa. Ilikuwaje? Changamoto ni nyingi. Unaweza kaagiza simu, mwisho siku ile simu uliagiza umemuzia mteja imekuwa na kipengele, alafu unakuta mtaji wako wenyewe ni mdogo. Ilikuwa na kipengele gani? Hasa mteja unakuta unaagiza simu kama umeagiza China mara ifiki hapo ukuta isome network. Yeah. Kwa hiyo umeshamuzia mteja afu mtaji wenyewe unakuta ni mdogo. Mteja kurudishie tena na mtu ndo unavyoanza inakuwa ni kipengele sana. Sasa hapo huwa mnafanyaje? Hakuna namna, ili mteja wako arizike na upate mteja mwingine kupitia mteja ulionaye, inabidi kumfanyia tu exchange. Sasa hiyo exchange unaenda kubadilisha na ile ambayo umeletewa unaipeleka wapi? Unarudisha ulikonunua. Kwa hiyo nikisema mteja asubirie mpaka irudi labda Dubai, China, ni mtihani mzito. Kwa hiyo unaiweka tu kwenye stock yako, kisafiri tena kwenda Dubai, unairudisha. Unarudi nayo. Okay. Kwa sasa hivi tunaona dunia imekuwa ni dunia ambayo iko kiganjani, tunaweza kusema sayansi na teknolojia, na masuala pia ya kufanya biashara kwa masafa ya online hivi. Unakuta ni online, mnaagiza mzigo, imekuwa ni rahisi sana kuweza kufanya biashara kwa sasa hivi. Sasa umeona mabadiliko gani makubwa kwenye biashara ya simu kuanzia umeanza mpaka sasa hivi, sasa tunavyoona namna ambavyo utandawazi umekuwa mkubwa? Of course sasa hivi bidhaa ya simu pia inashika kasi kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu kuna watu wengi, kama mtu anasoma labda magazeti kipindi cha nyuma, sasa hivi mtu simu yake dunia yote anaiona mkononi, kiganjani. Yeah. Kwa hiyo biashara ya simu inashika kasi kwa uwezo mkubwa sana, tofauti na hapo nyuma. Kwa hiyo mabadiliko ni makubwa sana, pia kutokana na bei za simu pia zimekuwa cheap sana. Kwa sasa hivi mtu yeyote yule ana uwezo kumiliki smartphone. Yeyote, yani nikisema yeyote namaanisha mwenye 50, mwenye 40, mwenye laki, yani mtu yeyote ana uwezo kumiliki smartphone. Iwe ni kwa cash, iwe ni kwa mkopo, yani maisha yamekuwa rahisi sana tofauti na kipindi hicho cha nyuma. Yeah. Tumeona namna ambavyo biashara za simu zipo na zinaendelea kuwepo, si ndio? Yeah. Lakini pia kuna mambo mengi. Kwa mfano nimeporwa simu lakini unakuja kuikuta dukani. Umenielewa? Yeah. Sasa hebu tuambie, unapambana vipi na changamoto za bidhaa fake au wizi wa simu wewe kama Musa Technology? Wizi wa simu upo, lakini kwa mimi labda sijawahi kununua simu za wale mtu anakuja labda ana shida. Nikinunua simu ya mtu mkononi labda nimeiuza mimi peke yangu. Kwa labda simu ambayo nilikuzia wewe umepata changamoto, umekuja ofisini kwangu, ndio na uwezo kuinunua tena ile simu kwa sababu nina uhakika ilitoka ofisini kwangu. Lakini kwa mtu baki ambaye labda hajafanya biashara na mimi, siwezi kununua zile simu. Aidha uje na vigezo ambavyo vinaashiria kabisa kwamba simu ni ya kwako na wewe ni mmiliki halali wa ile simu. Ni vigezo vya aina gani? Kama mimi nimeiba simu na nikakuletea nikakwambia hii simu bwana hii ni ya kwangu kabisa, ni vigezo vya aina gani huyu ambaye anataka kukupa simu? Kwa sababu kuna ile wanasema simu, unapeleka simu hii unajezea ila kidogo, unachukua simu ambayo unaitaka. Wanaita exchange. Yes, sasa nataka exchange hiyo ya simu yangu na wakati simu yangu nimeiba. Ni vigezo gani ambavyo anapaswa kuja navyo? Mtu anakuja na risiti. Kama una risiti ya simu labda hujaweza kuitunza vizuri, au box. Box tu. Ukija na box la simu, maana ile box pia linaelezea ile viashiria vya ile simu kama ni yako, kwa sababu unakuta ina email zote za simu. Sasa huwezi kuiba simu kaenda kuiba na box lake nyumbani kwake, ni ngumu. Okay, kwa hiyo lazima awe na risiti. Kama risiti imechakaa, basi lazima aje na boxi lake la simu, ndio unaridhia pia kuifanya exchange. Sasa tuambie, teknolojia ya simu unafahamu kabisa kwamba inabadilika kila siku haraka sana. Sasa hebu niambie wewe, unafuataje mabadiliko hayo? Mabadiliko ya bei, yani ya simu yanabadilika pia kutokana na dola.
Unaweza kununua simu leo laki ukaamka asubuhi ukakuta unauza 80,000. Kwa hiyo hapo tayari pia ni hasara kwa biashara. Kwa kama una uwezo mkubwa pia ni kuitia tu sokoni kisha mengine endelee. Kwa hiyo kama dola leo simu inauzwa laki sokoni. Afu kumbe ukiamka asubuhi dukani shilingi 70,000. Hiyo kawaida. Sasa unafuata unaenda nayo vipi? Umenunua laki alafu baadaye unaambiwa shilingi 60,000, 70,000. Unafanyaje? Ndio maana watu walisanuka ndo wakaanza kuweka zile simu za mkopo. Umetufafanulia kitu kizuri. Kumbe ni kutokana na teknolojia hiyo ambayo inabadilika kwa haraka. Ndio maana hata mimi sasa hivi kwa asilimia kubwa sana ninadili na simu za mkopo. Hizo simu za mkopo zinakuwa zinasaidiaje kuweza kuendana na teknolojia? Zinasaidia kwa sababu pia maisha yamekuwa ni magumu. Kwa sasa kama maisha ni magumu pia tunataka kila mtu pia amiliki smartphone. Kwa sasa nikikopesha ile simu eza dola iwe imepanda au imeshuka, mimi kampuni inanilipa vile nilivyonunua simu. Kwa sasa hivi asilimia kubwa ya wafanyabiashara ambao tayari ni wajanja na wanatamani kufikia wateja wengi wanatumia mitandao ya kijamii kuweza kuwafikia wateja. Kwa upande wako vipi, umeshachanganua hilo jambo au imekaaje kwa upande wako? Mitandao ya kijamii yote tunatumia. Na mnaweza vipi kukutana na wale wateja wenu kupitia mitandao ya kijamii, kwa sababu wale wateja ambao wanaagiza vitu kupitia online inakuwa ni ngumu sana kuamini. Ndio maana mimi natumiaga kauli moja tu kwamba ukiagiza mzigo kwangu wewe unalipa baada ya kupokea mali. Kumbe mimi nikiagiza kwamba niko Dar es Salaam, Dodoma ama Arusha, wewe unaniletea. Unapofika na ukagua ndo nakufanya malipo. Ndo nafanya malipo. Okay, na wateja wako wa mtandaoni ni wa aina gani? Nashukuru Mungu pia wateja wa mtandaoni wapo. Wa aina gani? Nikisema wanaangalia kwamba wanaume wengi, wasichana wengi, ama warembo, ni warembo na wasichana pia. Wasichana wote ni warembo, si ndio? Kweli. Asilimia kubwa mtandaoni mimi nauzia vijana, labda niseme. Asilimia kubwa nauzia vijana. Kwa aina ya wateja wako mitandaoni ni vijana? Asilimia kubwa. Umeshawahi kuuziwa ama kuuza simu ya wizi bila kujua? Na nilikaa polisi siku 6 kama sijakosea. Kwa nini? Kwa sababu ndo kajifunza sasa kwamba pindicho naanza. Ni kwa nini, ilikuwaje? Hebu tuambie kidogo. Ni mshikaji wangu tu aliniuzia simu. Ni mshikaji wangu kabisa. Kwa hiyo rafiki, lakini kumwambia vigezo hivi niletee ili niamini simu yako. Sijafungua hata duka lakini. Kwa naendaga tu dukani nachukua mali natembea nazo mtaa. Kwa hiyo sijafungua hata duka. Kwa hiyo mshikaji wangu aliniuzia simu. Aliponiuzia ile simu kumbe nao ni kicheche. Kicheche maana yake ni kachori, mwizi. Okay. Waone nakwambia ya marathon mbio. Sasa kumbe umeshawahi kufanya pia biashara mtaani ya simu, mwisho wa siku umekuja kufanya dukani na kwenye mitandao. Kuna tofauti gani kwenye ufanyaji wa biashara ya simu katika hizo sehemu zote ambazo umefanya, ile ya kufanya mtaani na kufanya dukani na kufanya mitandaoni? Dukani panapunguza mateso kidogo. Inakuwa ni rahisi pia mteja kukuamini. Anajua kabisa kwamba hichi kitu hata kama nikipata changamoto na uwezo kurudi pale ofisini na nikapata huduma. Tofauti na mtaani. Kwa hiyo ofisini ni bora zaidi. Mtaani mtu anaamini kwamba ukishamuuzia ndio imeisha. Tukupe room ya unawashauri nini sasa vijana wanaotaka kuingia kwenye biashara hii ya simu? Vijana ni kupambana biashara ya simu inalipa kiufupi. Biashara ya simu inalipa, ingawa changamoto zake ni nyingi na ni kubwa. Nikisema changamoto wewe kwenda mteja kukuchomesha tu kwenda magereza kitu cha kawaida. Kwa nini? Sasa ndo kama hivyo nakwambia, mtu amekuletea simu, kama umefanya exchange ile unakuta na simu yake kwa labda ilikuwa imeibiwa, umefanyaje? Kwa hiyo unakuta inakuwa ni kizaazaa. Pengine ulisema ukikwenda magereza na kitu cha kawaida. Sasa kwa mfano ulishakutana na sheria hizi? Mimi shaka ndani sana. Kipindi hicho naanza. Mteja aliniuzia simu, kumbe simu ni ya wizi, kwa hiyo
nashukuru Mungu pia serikali ilipa support kubwa sana kwenye haya masuala. Yeah. Na ikakujenga pia. Yeah. Kwa hiyo pia nao serikali kuna receipt ambazo mtu akija kufanya exchange kuna karatasi za serikali pia unampa. Yaani receipt inatoka ni ya serikali kabisa. Yeah. Kwa hiyo ile ndio ilikusaidia kuweza kuendelea kufanya exchange. Kwa sababu ile receipt inajieleza kabisa. Yaani hata kama ukiniuzia simu ya wizi kwa ile receipt nitakavokujazia nitakuja mpaka nyumbani kugonga mlango. Kwa hiyo inanielezea kabisa mpaka ulikotokea. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kwangu. Ya kwa hiyo ndio maana sasa hivi hata kufanya exchange kwangu mimi ni kitu cha kawaida.